Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Nikope lako sikio ili niweze kukuchanganulia yale yote ambayo yametendeka. Tafadhali, kama wewe ni mgeni, jiunge na ukumbi huu kwa kupiga subscription. Samia Suluhu Hassan na utawala wake katili, sijui wataficha wapi nyuso zao. Wamejaribu kuficha taswira ambayo iligubika taifa la Tanzania baada ya Samia kutumia jeshi la polisi kuwaua wananchi. Lakini Samia wakishirikiana na Mwigulu Nchemba wamekuwa wakisema kwamba Watanzania hawakuuawa, bali ni nchi za kigeni ambazo zilitaka rasilimali ya Tanzania. Lakini siku ya leo, mpenzi mtazamaji, tarehe 19 Disemba mwaka 2025, Samia sijui ataficha wapi uso, kwa sababu shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International imeweza kufichua ukatili wa kutisha wa vikosi vya usalama nchini Tanzania ambao ulitokea kati ya tarehe 29 Oktoba pamoja mpaka tarehe 3 Novemba. Kando na ukatili huu ambao uliweza kukitili kuanzia tarehe 29 Oktoba mpaka tarehe 3 Novemba, Amnesty International vilevile inaeleza kwamba tangia kipindi cha kampeni zilipofunguliwa Tanzania, Samia alitumia nguvu kupita kiasi ili mradi kuwatisha Watanzania. Utaniruhusu ni kusomea ripoti ambayo imeweza kutolewa na shirika la Amnesty International. Amnesty International ni shirika la kutetea haki za binadamu, ni shirika la kuangalia haki za binadamu kote duniani. Na shirika hili la kimataifa la Amnesty International limetoa ripoti nzito ikieleza shirika hili la kimataifa la Amnesty International limetoa ripoti nzito ikieleza jinsi vikosi vya usalama vya Tanzania vilitumia ukatili pamoja na nguvu kupita kiasi vilivyosababisha vifo vya maelfu ili kukandamiza maandamano ya uchaguzi mwishoni mwa Oktoba tarehe 29 na mapema Novemba mwaka 2025. Kwa hivyo jinsi ambavyo unaona hizo mapicha ambazo zinazidi kupita hapo, mpenzi mtazamaji, hizo ndizo taarifa ambazo zimeweza kutolewa na Amnesty International, mahala ambapo wamesema kwamba polisi waliweza kutumia nguvu kupita kiasi. Sasa shirika hilo linasema risasi za moto pamoja na mabomu ya machozi, ukipenda vilipuzi au vitoza machozi, vilifyatuliwa moja kwa moja kwa waandamanaji na wapita njia wasio na hatia, huku manusura wakinyimwa huduma za afya na wengine wakipigwa na kukamatwa. Mnakumbuka Padri Kitima akisema kwamba polisi walikuwa wanaenda mpaka hospitali, wanatoa majeruhi pale, wakisema kwamba wanawapeleka mochari waende kufia pale. Kwa hivyo unaona hili shirika, mpenzi mtazamaji, linasema kwamba polisi waliweza kutumia risasi za moto pamoja na mabomu ya kutoa machozi au kipenda tear gas kuweza kukandamiza maandamano Tanzania. Alafu hii serikali tukisema kwamba maelfu ya wananchi zaidi ya 10,000 waliweza kuuawa, kuna huyu Tahira mwenye anaitwa Mwigulu Nchemba, unapata kwamba anasema kwamba kipindi ambapo tunasema eti kwamba maelfu waliweza kuaga dunia, tulikuwepo. Yeye alikuwepo, akahesabu kwamba si maelfu waliweza kufariki. Unajua huyu Tahira mwenye anaitwa Mwigulu Nchemba
anajisikia sana. Anasahau kwamba hii leo yuko madarakani, kesho yuko nje ya madaraka. Tulikuwa na akina Philip Mpango walikuwa wanashirikiana na Samia kukandamiza wa Tanzania. Philip Mpango aliwekwa kando na Samia. Sasa hivi ni nani ambaye yupo? Ni Emmanuel Nchimbi. Philip Mpango juzi alipitishiwa mateso ya kufungwa jela ya nyumbani. Tuko na akina Kassim Majaliwa ambao walikuwa ni mawaziri wakuu. Angalia sasa Mwigulu Nchemba, yeye ndiye amekuwa sasa waziri, anatupigia kelele. Anasahau kwamba hata akina Kassim Majaliwa walikuwa waziri mkuu. Sasa hivi wapo nyumbani na hata yeye ataenda nyumbani. Yaani anatumia madaraka yake vibaya kukandamiza ukweli usije ukajulikana kwamba Watanzania waliweza kuuawa Tanzania. Ninashangaa sana. Mtu mwenye anapaswa kufanyiwa vipimo vya akili kuona iwapo akili yake iko salama, iko sawa, ina function vizuri, ni Mwigulu Nchemba. Sasa katibu mkuu wa shirika hilo la Amnesty International, Agnes Kalamadi, alieleza kuwa ukatili huo ni wa kutisha na haukubaliki, huku akitaka uchunguzi wa haraka kuwakabili wahusika wakuu kufanyika. Vile vile Amnesty International imeibua mashtaka makubwa dhidi ya tume huru ya uchunguzi iliyobuniwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Kuundwa kwa tume hiyo ni hatua ya kwanza kati ya nyingine zinazopaswa kufuata ili kuhakikisha uwajibikaji. Mamlaka sasa lazima zihakikishe kuwa uchunguzi wote unafanywa kwa huru, kwa kina na kwa haki. Hakuna mtu anayepaswa kulindwa dhidi ya sheria. Wale waliotoa amri, waliowezesha na waliotumia nguvu zisizo halali lazima wawajibishwe bila kujali nafasi yao. Kila familia inahusika, kila familia inayohusika inastahili majibu, haki na fursa ya kudai fidia. Chochote chini ya hapo kitakuwa ni juhudi za kuficha na kupamba makosa, alisema Agnes Kalamadi. Amnesty International vile vile inasisitiza kuwa hakuna aliye juu ya sheria na familia za waathirika zinastahili haki na fidia. Unajua mpenzi mtazamaji, Samia na vibaraka wake wanahisi kwamba wao wako juu ya haki au wako juu ya sheria. Wananchi ndio wako chini ya sheria. Ukiona Amnesty International imesema kwamba pasije pakatokea kwamba viongozi wanatetea uovu, kuna kitu ambacho napaswa kukitilia mkazo hapa na kukijua. Amnesty International wameweza kusema hivi, wanatilia shaka hizi tume ambayo iliweza kuundwa hii tume ambayo iliweza kuundwa na Samia Suluhu Hassan kufanya uchunguzi. Wanahisi kwamba hiyo tume huenda ikawa ni mkakati wa kwanza kabisa kuficha ushahidi, kuendelea kuzika miili ya Watanzania. Kwani ile tume ya Mohamed Chande haitaweza kuleta matokeo ambayo wananchi wanatarajia. Sasa imagine, wacha nikueleze hivi. Nambari moja, Amnesty International inasema hivi: during the election protest between 29th October and the 3rd November, security forces in Tanzania used unnecessary and disproportionate force, including acts of torture and ill treatment on protesters and bystanders who did not appear to pose any imminent threat
Yaani anasema hivi, kuanzia tarehe 29 mpaka tarehe 3 Novemba, maafisa wa polisi Tanzania walitumia nguvu kupita kiasi kuwakabili wale ambao walikuwa wanaandamana na wale ambao hawakukuwa wanaandamana. Kwa sababu mpaka nimeweza kuona wameleta kitu ambacho kinaitwa microscope. Wameweka makaburi ya Tanzania, wanayapima. Alafu yule ambaye anapima, tunaweza tukasema, tunaweza tukachora hii taswira tukamuita Mohamed Chande, anasema kwamba anaogopa kunena kile ambacho anakiona kwa sababu kinachosha na kinatia huzuni. Hiyo picha ambayo unaiona hapo, hiyo picha imeweza kutolewa na Amnesty International. Ni kumaanisha nini, mpenzi mtazamaji? Ukatili wa hali ya juu uliweza kufanyika Tanzania, na kitu ambacho kinahitajika kufanyika ni kuweza kufanya uchunguzi wa haki na huru ili kuweza kuhakikisha kwamba waliohusika, walioratibu na waliotekeleza wanachukuliwa hatua. Mfano, sikiliza nyingine. Amnesty International ikasema hivi: security forces used unnecessary and disproportionate force showing shocking disregard for the right to life and the freedom of peaceful assembly. Yani polisi waliweza kutumia nguvu kupita kiasi, kitu ambacho kiliweza kuonyesha kwamba maandamano ni haramu Tanzania. Alafu wakaeleza kwamba the victims of crackdown on the election protests in Tanzania and their families deserve justice. Waliohusika ama waliofanyiwa unyama na familia ambazo ziliweza kuwapoteza wapendwa wao wanapaswa kuweza kufidiwa, wanapaswa kuweza kufanyiwa haki. Sijui wazo lako ni lipi? Mimi ninaona Samia anapaswa kukamatwa na kuchukuliwa hatua dhabiti. Mimi ni Bwana Ezra. Tafadhali hakikisha kwamba unapiga subscription. Tupatane kwa kanda ijayo.